sifa ya Mungu aliyetuumba. Anatupenda sote. Tunapoanguka katika dhambi, bado anatuangalia kwa neema zake, anatuhurumia, anatuinua, anatuonesha njia. Zaidi ya yote anatupatia maarifa namna gani ya kuishi katika mazingira tuliopewa. Na hapa tumekusanyika pia kwa msaada wa Mungu kupata hayo maarifa ambayo Mungu anakusudia katika maisha yetu. Kama alivyompenda Adam na Eva, akaweka katika bustani ya Eden, akapatia maelekezo. Kuna mahali waliteleza wakaanguka, lakini hakuacha, aliendelea kutoa maarifa kwao jinsi ya kuishi, jinsi ya kupambana na changamoto za maisha aliyowapatia. Na sisi tumekutana hapa, tuna mapungufu mengi, lakini tumekutana kupeana maarifa namna gani ya kukutana na kukabiliana na changamoto tukashinda katika yote. Mungu yupo nyakati zote. Anatuhitaji kutimiza mapenzi yake. Kutimiza mapenzi yake ni pamoja na kuwajibika katika maeneo tulionayo na kutumia elimu tuliyopewa inayotoka kwake kwa matokeo mazuri yenye kutunufaisha sisi wenyewe, lakini pia kunufaisha jamii. Elimu itakayotusaidia kupata heshima tunayohitaji kuheshimiwa na pia kuondoka katika manyanyaso. Elimu inatukomboa. Mungu ametupatia hiyo. Kwa siku tulizokaa hapa, siku 5, tumepokea hiyo elimu. Tumepokea maarifa ya kutusaidia na kutukomboa katika mazingira magumu tunayopitia. Tutatengeneza vitu, tutauza, tutapata fedha, tutahudumia watu, tutajihudumia na sisi wenyewe, na mwisho tunajenga taifa letu. Mungu atusaidie sana katika hitimisho hili jema. Maarifa tuliyopata yawe msaada wa kutuongoza kuyakabili mazingira yoyote yale ambayo yako mbele yetu. Hali yako ya kuwa na kilema si tatizo. Tatizo ni kutumia elimu inavyotakiwa uliyoipata. Unaweza kufanya makubwa kama mtu mwingine yeyote unayemuona hapa duniani, kwa sababu umepewa maarifa. Na maarifa ni kila kitu kwa kiumbe chochote kile. Kwa hiyo jisikie fahari, usijione mnyonge tena. Katika kipindi hiki wewe unakuwa wa tofauti. Kama Mungu alivyotuona kwamba sisi ni watu wa pekee, akatuumba kwa mfano wa pekee na kutupatia maarifa. Hata leo hii wewe kupitia maarifa na elimu uliyoipata, wewe ni wa pekee sana. Bwana Mungu akukuze na kuwezesha. Asanteni sana kwa wote walimu, lakini Koriso Mission 21 kuendelea kutufadhili na kutoa huduma yenye matokeo chanya katika jamii yetu. Tunawashukuru sana. Lakini pia kwa Vita, asante sana kwa kujitoa kuleta maendeleo chanya katika jimbo letu na katika mkoa wetu wa Mbeya. Mmezunguka maeneo mengi katika mkoa wetu wa Mbeya, katika wilaya zetu, na leo tuko hapa Mbalali kwa ajili ya matokeo haya chanya kwa makundi haya maalum. Tunawashukuru sana. Lakini pia niombe kushukuru serikali kwa kujali na kuona haya. Hawa ni wananchi ambao mnahudumia, na kanisa linaungana nani pamoja kuweza kupunguza wimbi la watu wenye shida wanaokosa maarifa ambayo yanaweza kusaidia kutatua changamoto zao. Basi niwaalike wote tuungane pamoja katika hitimisho hili na kazi inayoendelea mbele yetu.